Leo nipo tofauti na siku nyingine. Nimesimama mbele yenu waandishi wa habari si kwa furaha, bali ni kwa huzuni kubwa moyoni mwangu, kwani uchaguzi uliopita ambao ulikuwa na matokeo mazuri kwa chama chetu umeambatana na fujo na vurugu ambazo zimeacha alama za maumivu na hasara kubwa. Na katika hili nina huzuni kubwa zaidi kuhusu jukumu la vijana wetu ambao tunaamini kuwa ni nguzo na nguvu kazi ya taifa katika uzalishaji. Sasa wamehusika katika vitendo hivi vya kufanya fujo na vurugu. Ndugu zangu wanahabari, ninakemea na kulaani kwa dhati vitendo hivi, kwa sababu sio tu kwamba vinakiuka sheria na utaratibu wa jamii, bali pia vinahatarisha maisha ya wengine na maendeleo ya taifa letu kwa ujumla. Lakini naumia zaidi kuona vurugu hizo zikiratibiwa na vijana wenzetu ambao wengi hawapo Tanzania, na baadhi sio raia wa Tanzania ama wa nchi yetu ama taifa letu tena, na huenda hawatarudi tena hapa nchini. Wao kwa kushirikiana na watu wasioitakia mema Tanzania wanashawishi vijana waliopo Tanzania kupitia mitandao ya kijamii kufanya vurugu katika taifa letu, huku wao wakiwa wanastarehe nchi za nje wakitunzwa na wale waliowatuma. Nchi yetu wanaichoma moto huku wao wakipokea malipo. Bahati mbaya sana waliwaribuni vijana waliokuwa na nia njema, wakidhani ni kusanyiko la halali kueleza maoni yao, lakini kumbe wenzetu walikuwa na nia mbaya. Sasa kama mwenyekiti wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi Taifa, nimeamua kuvunja ukimya. Hivyo kuamua kuzungumza na kutoa ya moyoni, lakini pia kutoa maoni yetu kama jumuiya ya vijana juu ya matukio ya uvunjifu wa amani ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025 na tarehe 30 mwezi wa 10 2025. Kwani kwa kiasi kikubwa yaliyofanywa na vijana ambao mimi nina dhamana ya kuwaongoza na kuwasemea mambo yao ndani ya Chama cha Mapinduzi, ambacho ndicho chama chenye serikali.